Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake kubwa ambayo ametupa. Tuanze ibada yetu kwa maombi. Mungu, nakushukuru kwa kuwa saa hii uko pamoja nasi kutufundisha, kutuelekeza na kutupa nafasi ya kuona uwepo wako. Amen. Nataka nikufundishe kitu ambacho kitakusaidia kwenye maisha, na hata kama unapitia changamoto, hata kama kuna mambo yamekuzingira, hata kama umewahi kuomba na hukuwahi kujibiwa. Yaani uliwahi kuomba na hukuwahi kujibiwa. Kama ni muombaji na haujawahi kujibiwa, jambo ambalo unatakiwa kuzingatia, hakikisha hukomi kuomba. Neno letu, kichwa chetu cha somo kinasema baraka ya Mungu inakuja kwa kanuni. Baraka ya Mungu inakuja kwa kanuni, na hizo kanuni Mungu ameziweka. Mungu akasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Jambo la kwanza alimwambia Ibrahim, nitakufanya kuwa taifa kubwa. Yaani kuwa taifa kubwa ni kumfanya sasa Ibrahim awe baraka. Jambo la pili anasema na kukubariki na kukukuza jina lako. Sikiliza, kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Sishangai kuwa taifa kubwa, sishangai. Unawezekana kabisa wa kuwa taifa kubwa. Alafu jambo la pili anasema, au kwa maana nyingine anasema nitakufanya kuwa mtu mkubwa wa kiwango cha juu. Jambo la pili anasema na kukubariki. Bwana asifiwe. Na kukubariki. So, umeona? Na ili Mungu akubariki lazima kuna vitu vifanye. Mwanzo 12 mstari ule wa 2 anasema nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Bwana asifiwe. Na kukubariki. Yaani na kukubariki. Na nimesema baraka za Mungu zinakuja kwa kanuni, haziji ovyo ovyo. Zingekuwa zinakuja ovyo ovyo, watu wangekuwa wanapata tu. Wengine wanadhani baraka zinakuja kwa kuomba. Bwana asifiwe. Jambo lingine ambalo unatakiwa kujua, kuna baraka zinakuja kwa sababu tu unawaona watu wenye shida. Haleluya. Yaani baraka zingine zinakuja kwa sababu tu wewe uliwapokea wageni. Haleluya. Mfano, baraka ambayo alipata yule mwanamke mjane wa Surepta ni baraka ya kumpokea Elia. Asingempokea asingepata baraka. Bwana asifiwe. Sasa unafikiria ile baraka ya yule mwanamke ilikuwa inahitaji kuomba? Haikuwa inahitaji kuomba, ilikuwa tu inahitaji ampokee mgeni apate baraka. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa unaona baraka ya Ibrahim ilikuja kwa njia gani? Baraka ya Ibrahim ilikuja kwa njia gani? Baraka ya Ibrahim ilikuja kwa njia ya kutoa sadaka. Haleluya. Na izungumzia baraka ya Ibrahim, sizungumzie baraka ya Ibrahim kwamba na wewe utapita kwenye njia ya sadaka. Haleluya. Kila mtu kuna eneo Mungu anambariki. Bwana asifiwe. Wakati fulani ambapo tulikuwa tunatafuta baraka, unaweza ukaacha vitu vyako ukaenda ukahudumu, Mungu akakubariki, baraka ikaja. Bwana asifiwe. So baraka inaweza ikaja na ikakusaidia. Nami nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Haleluya. Kumbe jina linakuzwa, na ili jina likuzwe lazima baraka iwepo kwenye jina. Jambo la mwisho kwenye kamsari kama anasema nawe uwe baraka. Nawe uwe, sema nami niwe baraka. Sema nami niwe baraka. Bwana asifiwe. Sasa kuna vitu somo letu ambalo tumelianza sasa, nataka ufanyike baraka, kwa sababu ukiwa baraka wewe, nyumba yoyote utakayoingia uwe na uhakika watabarikiwa kupitia wewe. Na ukiwa sio baraka, mahali popote unakataliwa. Sijui umenielewa ninachosema? Na ndio maana tunaona Yusufu alipoingia nyumbani mwa Potifa alikuwa ni baraka. Nataka upate baraka, wewe sehemu ya baraka. Ukiingia kwenye ofisi ukawa ni dereva bodaboda au bajaji,
au ni mwendesha magari, kama una baraka, uwe na uhakika bosi hawezi kukufukuza. Narudia tena, kama una baraka, uwe na uhakika bosi hawezi kufukuza. Unaweza ukawa na huduma, lakini kama huduma yako haina baraka, hakuna kitatokea kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Mungu anasema, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Sema na mimi niwe baraka. Sema, Bwana Yesu, ninaomba toba na rehema mahali ambapo roho ya baraka haijanikalia, kwa sababu ya kuto kutembea kwenye kanuni zako. Bwana Yesu, ninatubu juu ya maisha yangu na maisha ya wazazi wangu, hata mimi mwenyewe ninaomba toba kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Roho, ninatubu mbele zako kwa damu ya Pasaka. Baba, ulimwambia Ibrahimu, nitakubariki na kukubariki na kulikuza jina lako na kukufanya uwe baraka. Leo Bwana, ulikuze jina langu kwenye mji huu, kwenye taifa hili, kwenye kanisa hili, kwenye bara hili, kwa damu ya Yesu. Uyakuze majina ya wanangu, ukuze biashara ya jina langu, ukuze huduma yangu. Yesu, achilia baraka ya miujiza, baraka ya uponyaji, baraka ya uzao. Nikiingia kwenye nyumba ya matasa wakazao, nikiingia kwenye mahali penye ukame ukaondoke. Yesu, leo ninataka niwe baraka kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Roho Mtakatifu, naomba nifanyike baraka katika jina Yesu, kwa damu ya Pasaka. Roho ya neema, roho ya rehema, damu yako Bwana ipite kwenye maisha yangu, ikanifanye kuwa baraka, kwa damu ya Pasaka, kwa damu ya Pasaka, kwa damu ya Pasaka, kwa damu ya Pasaka. Nifanyike baraka leo, kwa damu ya agano. Yesu, omba maombi ya toba mahali popote ulipo, omba maombi ya toba. Inawezekana sio baraka, na ninakuonesha hapo mbele kidogo dalili za kutokuonekana hauna baraka. Risandorobosha. Mungu, ninaomba toba. Yesu, ninaomba rehema. Nimekosa mbele zako, nimeenda kinyume na wewe, ninatubu mbele zako kwa damu ya agano. Baba, mahali ambapo nimekuwa ukame, sina baraka yako, naomba toba, naomba rehema zako kwa damu ya agano, kwa damu ya Pasaka. Ninatubu mbele zako na mbele ya watu wako Bwana. Achilia rehema zako kwa damu ya agano, kwa damu ya rehema, kwa damu ya Pasaka, kwa damu ya msalaba. Wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu wa Pasaka. Bwana, achilia rehema zako, kwa damu ya agano, kwa damu ya rehema. Bwana Yesu, ninaomba baraka zako, ninaomba baraka zako kwa damu ya agano. Ninaomba baraka zako, baraka za kiroho, baraka za kiuchumi, baraka za kiuzao, baraka kwa watoto, baraka kwenye uchumi. Tangu sasa napokea baraka zako kwa damu ya agano, baraka za huduma, baraka zako Baba. Achilia rehema zako katikati ya maisha yangu, katikati ya uzao, katikati ya familia,
katikati ya neema yako Bwana,